Ukisoma kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 mstari wa 2, sema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Anasema mliziendea zamani kwa kumfuata, anasema kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu. Kumbe kuna kawaida ya ulimwengu, kuna vitu ambavyo dunia inafanya ni vya kawaida, lakini anasema kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Maana yake kule kwenye anga kuna mfalme anatawala. Kwa hiyo yale maisha ya zamani ya kabla ya kuokoka ulikuwa unamfuata mkuu wa anga, lakini maisha ya baada ya kuokoka, ili ushinde vita vya rohoni, inahitaji usimfuate mkuu wa anga. Ndio maana neno likasema usifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake unapoufuata ulimwengu, unapoifuata dunia, unapofuata anasa za dunia hii, unapofuata tabia za dunia hii, maana yake ni kwamba unamfuata shetani ambaye ndio mkuu wa anga. Unaufuata utawala ambao haupo chini yake tena. Sasa tunapookoka hatumfuati tena mkuu wa anga. Tunapookoka tunamfuata Kristo, kwa sababu tayari tuna akili ya rohoni. Amen. Ukiona mtu ameokoka na bado anaendelea na maisha ya dhambi, anaendelea na maisha mabaya, anaendelea na maisha yasiyofaa, maana yake huyo bado haongozwi na Roho Mtakatifu. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu hauwezi kufuata namna ambayo dunia inaenda. Amen. Dunia ina demu, si ndio? Na yeye aliokoka anasema huyu ni demu wangu. Inakuja huku kuna mke na mume tu, hamna cha mambo ya girlfriend, sawa wala hakuna cha mambo ya nini, ya boyfriend. Huku kuna mke na mume, ila kule duniani ma girlfriend, ma boyfriend wapo. Lakini tunapoingia kwenye uokovu mambo yanageuka sasa. Amen. Tunaanza kuwa na mipaka ile ya kijinsia. Kwa huku nje ya mke kuna dada na kaka. Kuna watu mnaniangalia. Mbuyo huwezi kuwa kama mchicha ila ulianza kama mchicha, ila hauwezi kuwa kama mchicha. Kwa hiyo na mtu aliyeokoka aweza akafanania pia na mtu ambaye bado hajaokoka. Amen. Ila wote yawezekana tulianza tukiwa hatujaokoka, tabia zinafanana. Baada ya kuokoka, manake kuna kitu cha tofauti lazima kitokee kuonyesha kwamba maisha yale niliyokuwa nayo huko nyuma nimeacha. Mimi nataka niwaambie hivi, maombi yote utakayoomba mbele za Mungu, sawa Unisikilize hii sentence itakusaidia. Ni 25% tu Mungu anakupa kwa sababu umeomba, ila 75% ni utakatifu. Amen. Nirudie tena. Amen. Unaweza kuwa na maombi unang'oa milima, sawa unang'oa madhabahu, mnang'oa na nini? Tajeni vyote. Ng'oa hata ubongo na mifupa yako, sawa ila kama hilo halipo, kuna vitu ambavyo haviwezi vikatokea. Shetani anamwogopa mtu mwenye Mungu ndani yake, anamwogopa mtu mwenye neno. Mtu aliyeamua kuishi maisha yale ya kujikana, huyo ndo mtu anayemwogopa shetani. Ukiona na maisha fulani na urudi nyuma, sawa, ni swala la muda tu. Shetani amekuwekea mtego ambao utarudi nyuma. Kwa hiyo hatuifuati kawaida ya ulimwengu ili tumshinde huyo mkuu wa anga. Maana yake tukifuata kawaida dunia inavyoenda, maana yake huyu mkuu wa anga atakuwa tena ana uwezo wa kutushinda, kwa sababu tumekabidhi maisha yake chini yake.